ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu cha Fathul Muin katika mlango wa saum, na leo tutaondokea sehemu katika ukurasa wa 57. Faida. Bismillahirrahmanirrahim. Faida. Hapa tumeileta maudhui hii ikiwa na mambo muhimu ya kuzingatiwa kama ifuatavyo, akisema mamnata wa alayhi salatun fala qadaa wala fidya. Aliyekufa hali ya kuwa hapana juu yake swala, hapana kulipwa wala hakuna fidia juu yake. Hii ndio hukumu ya mtu aliyekufa akawa na madeni ya swala. Hatolipiwa swala na wala hatotolewa fidia ya swala hiyo. Kinyume cha saumu kama ambavyo tumeona. Hukumu ya mambo katika kutajwa mara nyingi hupatikana uzito na wepesi kwa mujibu wa kutanguliza na kuchelewesha. Jambo hili hukumu yake ni ipi? Ikaja hukumu yake ikatajwa na kisha ikatajwa na hukumu nyingine, basi aghlabu ni kwamba hukumu iliyotangulia kutajwa ndio yenye mashiko zaidi, ndio ya kwanza. Alafu ikaja nyingine nayo pia ipo inazingatiwa, lakini ya kwanza ni ile ambayo imetangulia katika kutajwa. Kwa hiyo hii wanaita arrangement, nayo vile vile ni ya kutazama. Sawa ya kutazamwa katika upande wa hukumu na mambo mbalimbali. Kwa hapa anasema kama amekufa mtu na amewasha deni la swala, halilipwi wala halitolewi fidia. Wa fi qawlin, hii ndio sababu ya maneno niliyokuwa nimeyatanguliza. Wa fi qawlin, na kuna katika kauli kajami mujtahidin, kama vile kundi la wenye kujitahidi, annaha tuqdha anhu, kwambayo hulipiwa, manake hulipwa kwa ajili yake. Kwa ipo na fatwa nyingine hiyo ya baadhi ya ulama waliojitahidi wakaona kwamba anaweza akalipiwa. لخبر البخاري، فحديث يا بخاري وغيره ناسك وبخاري، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا. Kutokana na hapo wameichagua kauli hiyo kundi katika maimamu wetu. Wafaala bihi Subkiyu, na akalifanya hilo pia Subkiyu, an baadhi aqaribi, kwa baadhi ya jamaa zake, kwamba alimfungia labda au alimswalia miongoni mwa jamaa zake. Hadithi ya Bukhari inapatikana katika Tuhfa, lakinahu ma'lulu, lakini hadithi hiyo ni kutiliwa ila
Akisema min thamma ikhtarahu jamu min a'immatina, asema min ajli urudi khabarin fihi ikhtara alqawla bilqada'i jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi ay amila bihadha alqawli wa huwa qada'u as-salati, kwa akamlipia ndugu yake au jamaa yake. Wa nakala ibn Burhan anil qadimi annahu yalzamu liwaliya in khallafa tarka, sawa, in khallafa tarka. Amenakili Ibn Burhan katika kauli kadimu kwamba mambo yalivyo, kuna mlazimu yule wali akiwa ameacha tarika, marehemu ameacha tarika, kuna mlazimu wali, manake an yusalla anhu, aswaliwe huyo marehemu, ikiwa na maana katika tarika yake zichukuliwe pesa, akodishwe mtu ndio maana akasema kwamba akiwa ameacha tarika, maana ameacha mali, basi zichukuliwe mali zile na wali, pewe mtu ili aende kumswalia, kama vile ambavyo mtu akiacha mali na ana deni la hija atakwenda kuhijiwa. Akiacha mali na ana deni la saumu atafungiwa au atalipiwa kibaba. Kasawmi, akasema kama saumu. Wa fi wajhin, na katika njia nyingine ambayo alaihi kathiruna min ashabina, wapo juu yake kauli hiyo wengi katika jamaa zetu, annahu yut'imu an kulli salati mudda, huyo wali atalisha kuilishia kila swala kibaba. Kwa mfano mtu ana mwezi mmoja hajaswali, alafu akafa, kila siku moja ina swala 5, siku 10 ni swala 50, mwezi mmoja ni vibaba 150, kwa maana ni vibaba 150. Haya, kibaba kimoja ni nusu kilo na gramu 125. Kwa hiyo tukienda haraka haraka, kabla ya kuvitafuta hivyo vibaba, tunasema kibaba kimoja kama ni mchele ni nusu kilo na gramu 125. Nusu kilo sasa hivi ina 2000, ina 1000. Nusu kilo ina 1000, gramu 125 ni robo, igawanye mara 2, robo ina 500, igawanya mara 2 ni 250. 1250 ndio kibaba kimoja kwa thamani ya pesa, kwa bidhaa inayouzwa shilingi 2000. 1250 ndio uchanganye kama ni vibaba 10 au vibaba 50, ni 1250 mara 50. Kama ni vibaba 100, 1250 mara 100, 1250, 12,500, 1,125,000, vibaba 100, 1,125,000 Alafu ukiongeza na vile 50 ni hiyo 1,125,000 ile mara 2, utapata kama shilingi 60,000 na kadhaa. Kwa hiyo 1,000,000 kama na 85,000, hiyo itakuwa ndio vibaba vya swala za mwezi mmoja. Kwa hiyo kama mtu ana mwaka mzima, anaweza katolewa 1,000,000 na zaidi, au hata 2,000,000. Sasa kama mtu ana miaka mingi, kazi iko. Kwa anasema atatolewa kibaba kimoja kwa kila swala moja.
وقال المحب الطبري يصلي للميت على hii bana sio yusalli, pamoja na kuwa ameishakli hapa kwa dhuma ya yeye na shadda ya lamu kwamba lazima uitamke yusalli, lakini haitokubali. Uko imeandikwaje? Taban yasilu, sawa hiyo ni yasilu lilmayiti, inamfikia maiti kullu ibadatin tufaalu anhu, ibada yoyote ambayo anafanyiwa. Kumfanyia maiti kalamu, ukimsalia maiti anavyosema al-Imamu hapa, basi itamfikia. Yasilu lilmayiti, inamfikia maiti kila ibada ambayo anafanyiwa. Wajibatun au manduba, ikiwa ni ya wajibu, ni ya faradhi au ni ya sunna. Wa fi sharh al-Mukhtar lilmuallif madhhab ahli sunna, muallif wa madhhab ya ahli sunna, anna lilinsani an yaj'ala thawaba amalihi wa salatihi lighairihi wa yasiluhu, ni kwamba kuna mjizikia mwanaadamu kujalia thawabu za matendo yake na swala yake kwa ajili ya mtu mwingine, wa yasiluhu, na zinafika. Qala al-Bujairimiyu kaan salla au sama, kama mtu vile kuswali au kufunga. Kaan salla, kama vile kuswali au sama au kufunga. Mtu akaamua akaswali au akaamua akafunga, si ndio Kaan salla au sama wa qala Allahumma awsil thawaba dhalika ilayhi, Mola wangu wa haki, zifikishe thawabu za matendo haya kwake wewe atakayekuwa amemkusudia. Kwa sunna lisaimi Ramadhana, na kumesuniwa kwa mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, na kumesuniwa kwa mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani. Wa ghairu au wa ghairihi, na asiyekuwa yeye, lisaimi wa lighairihi, sawa kunasuniwa tasahhurun, kula daku. Mtu aliyefunga Ramadhani au hata ikawa saumu isiyokuwa ya Ramadhani, kunasuniwa kula daku. Kwa hiyo hapa akisema wa sunna lisaimi, anamkusudia yule anayetaka kufunga, kwa sababu saim ni mtu ambaye tayari ameingia kwenye funga. Sasa ukisema asuniwa kula daku wakati gani? Wakati amefunga? Hapana, jioni akifungua. Sasa akifungua daku la msaidia nini? Kwa hiyo makusudio yake hapa ni yule anayetaka kufunga Ramadhani imetajwa saim, sawa biitibari ma yakunu hajawa mfungaji wakati huo, lakini anaitwa mfungaji yule ambaye anataka kufunga kesho ameitwa mfungaji, ni majazi, lakini hajawa mfungaji lakini wasema ni haraka yake ni aulia, ni kule kuwa atakwenda kuwa hivyo baadaye, kama vile mtu ambavyo anapika chakula, anapika ugali, lakini anachokipika yeye ni unga na maji, kwa kuwa baadaye vinageuka kuwa ugali, ndio anaulizwa unapika nini? Napika ugali. Sasa ugali unaupikaje? Ugali unaliwa, ugali haupikwi, ila unapika unga na maji vinakuwa ugali unakula. Tukisema napika ugali ni kama vile uchukue kwenye sahani uende kuupika, na haiko hivyo.
napika wali. Haiko hivyo. Unapika mchele kisha unakuwa wali Kwa hiyo katika masala ya kibalagha kunaambiwa hapo kuna majazi, hakuna hakika. Sawa Sasa hakika yake ilikuwa ni kusema kunasuniwa kwa mwenye kutaka kufunga. Akiposema kunasuniwa kwa mwenye kufunga kula daku shughuli wataakhiruhu, na kulichelewesha pia kunasuniwa kufanya hivyo ma lam yakaa fi shaki, muda wa kutoingia katika shaka, kama yale ambayo katika darasa zetu za nyuma tulikuwa tukiacha na bahisha kwamba pameelezwa kuchelewa chakula daku, lakini bado kuwe na tahadhari kwamba hata kama unachelewa kula hilo daku, sio basi uchelewe mpaka sasa wafanya kukangaiza ya mahala sasa, wala huku una saa mkononi leo mwisho dakika 40, sasa hivi dakika 35, hebu leta maji haraka, huku wanywa maji huku ucheleweshe, lakini usiingie katika shaka. Wakaunuhu ala tamrin, na kuwakwe ni juu ya tende, ilo daku lenyewe liwe ni tende, likhabarin fihi, kwa hadithi ambayo imezungumza kuhusu jambo kama hilo wayahsulu walau bijur'ati ma, na upatikana fadhila za kula daku hata kwa tone la maji au funda la maji, ukanywa maji tosha kabisa Yani ile daku liloambiwa ulile la kuchelewesha, basi usunna utapatikana na utahesabika kwamba wewe umekula daku na umelila kwa usiku ule unaotakiwa, ukaamka saa 9 saa 10 ukanywa maji kopo moja, ukaamka una tende yako ukatafuna, ukaamka hivyo basi. Wayadkhulu waqtuhu binisfi al-layli, na unaingia wakati wake kwa nusu ya usiku, wakati ambao unazingatiwa kwamba mtu amekula daku, tuite daku la kisuna, manake anapata thawabu, anapata nguvu za kula daku hiyo kesho atakapofunga, lakini pia anapata thawabu za kwamba amefanya sunna hii. Basi ni baada ya kuingia nusu ya usiku. Kwa hiyo saa 6:30 kama wewe huna uwezo wa kuamka usiku mwingi, saa 6:30 ukila daku unaanza kupata fadhila zile zilizokusudiwa katika daku. Saa 6:30 unaweza kupata fadhila, saa 7 unaweza kupata fadhila, kwa maana ya kwamba nusu ya usiku iko tayari. Sawa Wa hikmatuhu at-taqawi, na hekima yake ya kula daku ni kupata nguvu, au mukhalafatu ahli alkitab wa jihad, au kule kupingana na kutofautiana na ahli alkitab. Je, hekima ya daku ni kupata nguvu au ni kupingana na ahli alkitabi? Jawabu lake kuna wajihani, ni njia mbili. Manake yote katika hayo yanaweza yakawa ndiyo sababu ya usuna huu. Qala fi tuhfa, amesema katika kitabu kiitwacho Tuhfa, walladhi yattajihu annaha fi haqqi man yataqawi bihi at-taqawi, ni kwamba katika ile haki ya yule mwenye kutaka kupata nguvu kwa ajili ya daku ni kupata nguvu, wa fi haqqi ghairihi, na katika haki ya mwingine, sababu kuna mwingine hata asipokula daku hii kesho yuko sawa, na ni mtu ambaye amejizoesha kufunga, jambo la kufunga kwake ni kawaida, basi hata asipokula daku. Ndio maana wengi katika wanaofunga 6 hawali daku. Ramadhani hii tunafunga, ikifika Ramadhani imeisha, hutomuona mtu anaamka saa 9 anakula daku, anaamka saa 7 anakula ugali si kitu gani. Hamna. Na saumu za sunna nyingi utakuta mtu tu siku amekula ugali wake saa 2 saa 3 na mkewe na wanawe, kesho jamani mimi nimefunga. Kwa sema katika haki ya yule ambaye anakula ili apate nguvu, hekima ya daku basi ni kupata nguvu. Na katika haki ya yule mwingine
ni kutofautiana na ahlul kitabi. Sawa, sababu ahlul kitabi wao hawana mambo hayo kwenye funga zao. Wenyewe wanafunga hivyo wanavyojua, na hata kufunga kwenyewe wanafunga tu, wengine wafunga nyama, wengine wafunga wali, kama tulivyoeleza katika siku za nyuma kwamba mimi nimefunga, wewe umefunga nini? Nimefunga soda. Sili soda mimi mpaka mfungo umeisha ule wao wanaita siku gani zile, umeona? Wengine naye mimi nimefunga mtori, kama kule sehemu za Same huko watu wanakula sana mtori na nyama. Sasa mtu mwingine akiamka asubuhi akili haikai vizuri mpaka apate bakuli lile la mtori. Sasa siku ya Ramadhani yao ikifika, ni funga zao, yeye sasa hali mtori. Imani imemkataza, siwezi bana, ama imani yake inamwambia akila mtori hajamuogopa Mungu. Kwa basi atakula tu asubuhi chai na maandazi, huko asononeka, maana yuko ndani ya ibada. Umeona? Hapo ukikutana naye ukizungumza naye jambo la ovyo, mnagombana kweli kweli. Sisi bwana, sisi tumefunga bwana, alafu unaleta mambo ya kijinga. Lakini kapiga chai na maandazi, hakula mtori tu. Ndio kaambiwa dunia uwanja wa fujo. Hizo ndio fujo zenyewe. Sawa? Kwa yote kama mtu alikuwa anafunga kwa ajili ya anakula daku ili apate nguvu, hikima yake itakuwa ni kupata nguvu. Lakini kama atakuwa yeye hata asipokula daku anapata nguvu, bado ale daku, kwa sababu kuna ile mukhalafatu ahli kitabu. Wa sunna tatayibun wakta sahari, na kumesuniwa pia kujitia manukato wakati ule wa kula daku. Wakati ule wa kula daku mtu ndo apate kwa nini? Kama ni kujitia manukato. Maana yake kujisafisha na kujitia manukato, ikiwezekana kuoga muda ule na nini. Unaingia katika funga ukiwa una nashati, ukiwa una nguvu, ukiwa pia ni msafi, pendeza. Kwa ukiamka asubuhi unaamka ukiwa msafi. Na inapendeza pia kama utakula daku la muda huo, ile ndio unaunganisha. Baada ya daku unaendelea kama na ibada zako za qiyamul laili za mwisho zile. Kama hujamalizia witri unamalizia witri. Hapo kisha malizia witri, kama utasoma Qur'ani kidogo, alfajiri imefika, basi unaingia katika ibada tena, ndio tayari kushakuwa mchana huo. Wa sunna tajilu fitrin, na pia kumesuniwa kuharakisha kufungua. Idha tayaqana alghuruba, akiyakini kuzama jua. Nafikiri yanajirudia baadhi ya maelezo. Kama mtu akihakikisha kwamba jua lishatua, basi afanye bidii afungue haraka. Wa yurafu fil umrani wasahari ambao ni jamu ya sahara. Kunajulikana kuzama jua katika majengo na katika mawanja allati biha jibalu, mawanja ambayo kuna milima, bizawali shuaib min aali alhitani waljibali, kuondoka ile mianzi ya jua kwa zile sehemu za juu za milima na majengo. Kama mji una nyumba magorofa kule, au majumba ya kawaida yako kule, hasa ukaona kule juu ya nyumba kule, unaona tayari kumepotea ile mianzi yake ya jua. Ama ikawa ni milima, kama kwetu hapa tuna neema ya mlima ule pale, ikawa kule juu ya mlima kule unaona nini? Unaona kumepotea ile mianzi ya jua. Sawa, kama ni mawingu yale
unaona sasa kumekuja ule wekundu ule wa mawingu, ambayo hayo ndio yanaishiria sasa magharibi. Basi tunafahamu kwamba sasa jua ndio limezama. Maana wakati jua linazama unakuwa na wakati unaona kama mistari yake ile mianzi yake itoke yote ile, kubakie tu kama ni ule mwangaza wa mbali na unaenda sasa unafifia, yanahama mawingu. Sasa akihama mekundu yale mawingu mekundu, hapo ndo tunaona kwamba sasa hii ni magharibi. Magharibi sasa hii imeingia. Na katika nyakati ambazo saa nyingine unakuta ni nyakati za mawingu ya mvua, unakuta sasa vipimo hivi vinakuwa vigumu, kwa sababu kule huoni mianzi ya jua wala huoni hayo mawingu mekundu. Sasa ndio maana kwa sasa hivi imekuwa kheri kwamba wataalamu wametuwekea kila kitu kiko tayari. Wametuwekea ile majira ya kufahamu kwamba leo magharibi itakuwa ni saa fulani. Basi kwa hiyo kwa kutumia hivyo inakuwa wepesi kidogo unapatikana. Lau si hivyo, wakati mwingine mtu angechelewa sana kuweza kutafuta zile nyakati na kujiridhisha, au mwingine angeangalia tu akiona kule akueleweki tu akwambia tayari magharibi bwana, jua liko wapi? Jua bado, jua halipo, lakini si unaona kule, hapana bwana, jua lishazama. Kwa hujulikana kwa hali kama hizo katika kuta zile, watakidimuhu ala salati, na kutanguliza kufuturu, yani kufungua juu ya swala, ni katika mambo yaliyosuniwa kwamba magharibi ikishaadhiniwa ndio kama hivyo unavyoona. Magharibi ikiadhiniwa tu mtu anakula, kama ana tende, kama ana maji anakunywa, alafu ndipo aingie msikitini afanyeje? Aswali. Ni sunna, ni vizuri sana, sawa japokuwa kuna kaidi hapa, illam yakhsha min ta'jilihi fawata aljamaati au takbirata al-ihram. Kama hataogopa kwenye kutanguliza kula kumfutu jamaa au kufutu takbira ya kuhirimia. Katika hili ipo haja ya maamuma na imamu wajuane. Nisema kujuana maana yake imamu aangalie maamuma wake wako katika hali gani. Maamuma wangu wanakula tende, anajua tende kutafuna mpaka kumeza mpaka kusukutua hapakosi dakika 3. Basi ni vyema imamu akasubiria baada ya adhana dakika 3 ndipo akaamrisha kukimiwa. Maamuma wangu wanachukua udhu sasa hivi, na udhu mabomba yetu ni 5 hapa, watu wako kama 20, kila mmoja akichukua dakika 2 za udhu, basi muda wa dakika 5 itakuwa watu wote wamemaliza. Basi ni vyema mtu huyo akawasubiria maamuma wake. Sasa wewe maamuma nawe ndio utajipa moyo kwamba je, nile kabisa au adhana ikiadhiniwa tu nikaswali? Lakini kama wewe imamu hujawajulia maamuma wako na maamuma naye hajamjulia imamu wake, kuna maamuma nao watakiwa wamjue imamu. Kuna imamu wengine akihirimia tu akipiga Allahu Akbar, wewe ujijue ushakosa jamaa. Maana wewe ukifanya hivi tayari mzee utasikia kuna udhu birabbin nas. Pia amekuheshimu hapo, utasikia inna a'taina, wewe utaswalije wewe? Kwa sababu ukisukutua kama umekula tende, unasukutua alafu unajipa wale wavuvi wanahitaji matua sijui kitu kama hicho. Yaani sio kwamba upige maji mdomoni usutue utemi uingie ndani ya swala. Ukifika ndani ya swala unaona swala ya leo ntamu kama nini. Kwa hiyo kuna namna ya kusukutua wakati unapokula tende tofauti na kusukutua wakati umekula kitu chengine. Sasa imamu huko anakulu wallahu ahad we tamwai. Kwa sasa ukimjua imamu wako ni wa hivyo, fungua na maji. Na maji yale ya kusukutua tu yale, tia kijirusu, ushapata fadhila za kufungua. Kwa hiyo anasema wataajilu na watakidimu ala salati, kutanguliza kufuturu juu ya kuswali ni bora, illam yakhsha min ta'jilihi fawata aljamaati au takbirata al-ihram wa kaunuhu bitamri lil-amri bih,
na kuwako ni kwa tende kwa amri, kwamba amri ya mtume ni mtu afungue kwa tende. Wal akmalu, na lililokuwa kamilifu zaidi, an yakuna bi thalathi, ni kuwa ni tende 3. Sawa apate tende 3. Fa illam yajidu, asipopata hizo tende 3, fa ala hasawati mai, basi anywe mafunda ya nini, ya maji, mafunda yake 3 ya maji, basi yatamtosha. Sawati mai ni mafunda ya maji, atie mdomoni mwake, ameze maji yale, mashallah amefungua na maji. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hai, kila kitu tumekifanya hai kupitia maji. Maji ni uhai, kwa hiyo pia itakuwa amefanya lilo bora zaidi. Walau min zamzama, ijapokuwa ni maji ya Zamzam. Sawa sijekana ikawa uko na maji lakini ni maji ya Zamzam peke yake. Sasa ukasema mpate maji safi, maji poa, maji ya uhai. Sasa nimechelewa hapa, nimepata maji lakini ni haya ya Zamzam tu. Atumie hayo yanafaa, na atakuwa amepata zile fadhila. Hii hasawati ni bifathi alhai wa dhammiha, ndio maana utaikuta husawati au hasawati. Sawa ni mil'ul fami. Sasa mil'ul fami, ujao wa mdomo, unaitwaje? Funda. Kijaza maji mdomoni unasemaje? Funda la maji. Sawa kwa anywe maji. Sasa hapa aliposema walau min zamzama, hapa anakusudia nini? Kwamba maji ya Zamzamu hayafai kunywewa? Kwa sababu sema lau, tafsiri yake ni hata kama, na hata kama maana yake ni baada ya kukosekana kitu. Letee mti bwana, ni kiti hapa, hata kama ni mronge, kuonyesha kwamba mti ungetakiana upatikane mfamba, sawa upatikane msungururu, upatikane sijui mnyakwenzi na miti mingine watu wa maporini wanajua. Lakini sasa mronge ni mti ambao ni wa mwisho. Sasa kusema hata lakini hapa anatuambia shekhe, hii walau min zamzama ni ghayatu litakdimi tamri ala alma'i almafhumi min at-ta'yir bilfa'i, ni hata kama maji yenyewe ni ya Zamzamu, basi kinachotakiwa kutangulia ni tende, ndipo maji. Yani maji ya Zamzamu yana ubora wake, yana jina lake, lakini katika upande wa ubora nini kitangulie kati ya maji na tende? Yaambiwa itangulie tende, hata kama hayo maji ni ya Zamzamu. Umeeleweka Kwa hiyo walau min zamzama, kama haikupata maelezo, itaonyesha kana kwamba ukikosa tende unywe maji hata kama ya Zamzamu. Kumbe maji ya Zamzamu haya nayo hayana maana yote. Maana kwamba hata kwanza upate tende, ukikosa tende uje maji. Ukikosa maji basi masafi kunywa hata ya Zamzamu. Ukikosa maji matamu kunywa hata ya Zamzamu. Ukikosa maji mazuri kunywa hata ya Zamzamu. Unaona Lau ikichukuliwa tu moja kwa moja pasi na taawili, tafsiri yake ni kwamba maji ya Zamzam thamani yake ni ndogo kuliko maji mengine. Kwa hiyo ukikosa tende kunywa maji hata kama ya Zamzamu. Umeona? Lakini makusudio hapa sio. Makusudio yake utangulize tende juu ya maji hata kama ya Zamzamu maji yenyewe. Unasema je, kama nina maji ya Zamzamu si bora kunywa maji ya Zamzamu kuliko tende zako? Asema hapana, tende ni bora kuliko maji hata kama hayo maji yenyewe ya Zamzamu. Na hii ndio fiqh. Na fiqh ni Kiswahili.
Yani ukaona kwamba mtu mwingine za kusoma balagha, kasoma mantiki, lakini kiingia kwenye fiqh ikawa kuna kizaazaa, ni hivi. Ala kulli hali, basi nafikiri imefahamika. Lakini tunakanusha kuwa maji ya Zamzamu ndio yanayoambiwa lau. Kwa maana hiyo tufasiri vile tulivyozoea lau na kazi yake. Sawa Nipe hela, nipe 500 hapo. Hamna baba, basi nipe japo 200. Maana yake ilikuwa shida yangu mimi ni 500, lakini basi nipe japo 200. Kwa hiyo ukinipa itakuwa haijanitosha, ni hivyo kwamba hakuna nyingine. Sasa haina tafsiri hiyo bali tunayathamini maji kama maji, na Zamzamu inakuwa bora kuliko maji yote. Ila hapa sasa tunasema kwamba kwenye tende, kwa kuwa Mtume ndo kasisitiza tuanze na tende, basi tunasema tende ni bora kutangulizwa kuliko maji, hata yakiwa maji hayo ni maji ya Zamzam. Basi tuishilie hapa inshallah. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, tuje tuendelee na darasa yetu hii ya yale yaliyokuwa sunna kwa mwenye kufunga. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.